Nimeona juzi hapa mlikuwa mpaka leo hii wasanii wa comedian mmekuwa serious sana kwenye masuala ya rap battle. Kila mmoja amekuwa anachana, kila mmoja amekuwa anaenda studio na nini. Na nimependa ile yako ulipost YouTube pia imeondoka, sio sala dogo. Bwana, watu wa hip hop wamefurahia kwanza au wamewamind? Watu wa hip hop wamefurahia. Baadhi ambao wanauelewa mchezo, wanauelewa muziki, wanauelewa soko la ushindani in digital, tunasema digital market, wamefly kwa sababu tumeongeza kitu. Tumeongeza, unajua mtu anavyosikiliza ladha fulani na anavyoipembua kwamba hii ni ladha ya hovyo, means anakumbuka zile ladha nzuri na anaweza akazirudia zile ladha nzuri kuzitofautisha na hizi ladha mbovu za ucheshi. Kwa hiyo kuna kitu kinakuwa kimechezeshwa hapo. Simenipata, lakini sio kwa ubaya. Lakini kwa watu ambao wanachuki, wachochezi, wachambuzi uchwala, maana pia wachambuzi kuna uchwala, sawa? Ndio wao unakuta wanaibuka, comedian wani hip hop haitaki kuguswa. Hip hop haitaki kuguswa kivipi? Nani amesema comedian inatakiwa iguswe? Mbona wasanii wa hip hop wamegusa comedy yetu? Maana kibao tumekuwa tukiangalia machapisho ya Roma. Unajua Roma mbona kama comedian? Mbona kama brother tunamheshimu? Mbona kama comedian? Haya, Lui ni msanii mkubwa mno, mzuri mno wa Bongo Flava. Mbona amekuja amegusa comedy yetu? Na anaenda kwenye posti za Lui, tupo mle tunamsupport brother, tunacheka, tunaenjoy. Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kugusa chochote, imradi tu akidhalilishi, akitukanishi, akipotoshi. Sasa simenipata. Kwa hiyo na hii kwenye hii kupitia hii rap battle, mbona kuna comedians wamefanya wonders mpaka wenyewe marappers mpaka wamenyewe wanashangaa. Wewe nani amekushangaza? Nani amekushangaza? Kwenye kushangaza nani? Kwenye kuchana. Mimi ndo nimewaburuza. Mimi ndo naburuza. Yoyote ambaye unasema kwamba ameniburuza, kaandikiwa. Yoyote kaandikiwa. Shafikiwa na Rayvanny. Kweli? Nani tena utanitajia? Wameandikiwa. Mimi nimeandika mwenyewe. Idege Saidi. Sasa mle hamna nyimbo mbovu. Hamna nyimbo mle. Ambayo imeshtua ilikuwa ni ile ya Shafi. Na ndio hiyo kaandikiwa. Mnipata. Ndalo ana usanii ndani yake. Kwa siwezi kushangaa. Waga na rap tu vizuri. Mnipata, lakini ameonekana kawaida kwa sababu yeye anapenda muziki. Lakini mimi ndio ambavyo nimekuja nimerap, nimenata na beat, nimechamba umbea mle, hivyo ndo diss track ndo inabidi iwe vile. Inakuwa ina ucheshi, inavutia mtu achoke kusikiliza. Ndio maana sivyo kwenye hiyo career, lakini nimepata numbers zaidi hata haya waliopo kwenye hiyo career. Kuliko hip hop wenyewe. So hip hop wenyewe baadhi. Nataka kunifarakanisha tena na watu. Kwa maana hawa wachekesha, wao ndio wanaongoza kwa kununa, kwa kupiga watu mikono. Unajua kuna swali nilikuwa najiuliza. Kwa jinsi ambavyo hip hop inaonekana inafuata sana misingi na jinsi ambavyo comedian wameamua kuivalia njuga. Kwa sababu kuna comedian mmoja atakuja jichanganya kwenye mikono ya wakubwa, hapa atakuja ile mikono. Sasa unajua yani mkono, unajua unakujaje mkono? Mkono unakuja ile dharau labda. Umechana, umeenda nene, umesifiwa kidogo. Unaanza kuona kama watu ambao wapo kule wafanye chochote au hawaje kufanya kitu. Hapa lazima upige mkono. Unajua tena na nyinyi bwana, nyinyi wauliza maswali bwana. Maswali mchokonoko. Bwana, umefanya kitu ambacho hakiji kufanyika Tanzania. Kweli nimefanya, ndio. Bwana, unazungumza nini kaka zako? Wajipange, hapo ni nini? Hapo ndo nimeingia. Wewe ndo umeingia wapi? Wewe utagongo wewe. Unajua hata misingi. Sasa sijajua kama Javi flow zake, unajua kuna namna ameona kwenye hip hop amewakanyaga wewe. Sio zake sana ni Rayvanny. Azia anasema ni flows lakini amechora mwenyewe. Nenda kwenye page ya Shafi sasa hizi. Utakuta pale anamshukuru Rayvanny. Rayvanny ule. Chui. Sio yeye. Na unajua alivyotoa tumeka sana. Nitaka shangaa. Mpaka nikampost ile video nikasema, "Hivi wewe ni comedian au umejificha wewe?" Na Kenyeka anaficha tu hivi. Mimi. Nikisoma comment naona comment nyingi watu wa Rayvanny, bwana tunamsikia Rayvanny huko. Sasa kuna watu wanasikiliza. Unajua kuna mtu anasikia, kuna mtu anasikiliza. Au kama tunamsikia Rayvanny. Leo kama shukuru Shui rafiki yangu. Ndio. Watu tulisema sikusema. Doma sana. Mr. Mwanya,
live shows zimekuwa zinavuruga sana wasanii, na nimeanza kuona bwana Simba juzi amepiga live show yake pia noma, lakini pia katika mwezi uliopita pia bwana Alikiba alipiga show yake noma. Kwenye mambo ya live haya Mbosso naye balaa sana. Kwenye mambo ya live pia wapo baadhi ya wasanii wengi ambao wanafanya, lakini kwenye siku moja Mr. Mwanya, Diamond ana show yake live, Alikiba ana show yake live, Mbosso ana show yake live, let's say Harmonize ana show yake live. Wewe unaenda aha, kwa sasa hapo kwanza itategemeana na nipo wapi, nauli yangu ipoje, mafuta yapoje. Mafuta unajua yamepanda bei, ndio itategemeana nitaenda kwa nani ambaye atakuwa yuko mbali na mimi nilipo aisee. Hata kama anafanya vizuri kwenye live, mimi hapana, siwezi kusema eti nafuata mtu kwenda kumwangalia siku niteseke. Kwa cha kwanza tutaangalia na mazingira, tufanye center Dar es Salaam, let's say Ubungo, alafu tufanye makumbi hapo kwenye venue moja, ndio hayo manini mavenue manini hayo tuseme kama okay, sehemu moja kile makumbi yako tofauti hapo. Sasa safi, nawe huko hapo nawe huko jirani hapo sawa. Okay, hapo umesema kuna Diamond, kuna Alikiba, kuna Harmonize, kuna Mbosso, kuna Rayvanny, si ndio? Wana live performance. Mimi nafikiri nitaenda kwa Mbosso. Okay. Mimi napenda sana storyteller. Nimeshuhudia matamasha mengi ya Mbosso ya lives. Yaani usipokuwa una misuli ile imani unaweza kujikuta unaangusha hata machozi. Kwa sababu ni storyteller mzuri. Lakini pia ana uwezo wa kukabiliana na changamoto kwenye stage, changamoto yoyote itakayojitokeza. Okay. Umeona, kwa hiyo ni multipurpose, ni msanii ambaye ni multipurpose. Sio kwamba ita wengine ni wabaya. Unajua kwenye swala zima la live performance, mimi nafikiri kwanza ni kitu kigumu sana. Kwa sababu unapambana na vitu zaidi ya vitano, alafu vyote ni vikubwa. Unapambana na kuikumbuka kwanza muziki yako kwa ustadi, kwa sababu ni muziki yako na ni zaidi ya 30. Let's say labda una show yako labda imeanza saa 8, maana yake inatakiwa uende mpaka saa 11 huko. Kwa ni muziki zaidi ya sasa, ukumbuke vizuri njia zake, kupanda kushuka. Maana pia unapambana pia na afya yako kwa maana ya sauti. Watu wanataka toni ile. Umeona, utakapokosea watachukua kile ambacho umekikosea kwa ajili ya kukudogosha au kukushusha. Na vile ambavyo ulikuwa unaanza, msanii anavyoanza sivyo msanii atakavyokuwa na consistency ile. Kule mbeleni, kule mwishoni kule lazima tu kutakuwa kuna ile downfall fulani hivi. Kwa watu wanatakiwa ile kwamba live sio kitu cha lele mama. Umeona? Alafu pia unakuwa pia unapambana na music sound system. Unaweza ukajiandaa vizuri alafu ukaangushwa na music sound system, yani akakosea tu kupandisha vile kale kadude kale hivi. Unakuta ikatoka noise fulani hivi. Kila ukiimba watu wanasikia tu muziki tu. Makelele tu. Wewe ujisikii, wewe umevaa ile makolokolo yako. Watu wanasikia manzi tu. Wewe unakuja kutoka, unakuja kupumzika, kesho unaamka unajikuta una trend. Una trend kwamba wewe una chochote kwenye masuala ya live. Umenipata? Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba ile swala linachanganya, ukija kwenye mfano mkubwa Simba alivyokuwa ametoa ile clip yake, anaimba ile Kikongo, sawa, ilikuwa ni perfect sauti, yani anavonata na beat, ni vyombo wale backup, umenipata? Tukaja kwenye live sasa kule mwanzo, sawa, picha inaanza kwanza, mumo likatika, muda ni mrefu na music system au sound system ya ile mawaya manini aisee ni mengi, kwa sababu ile stage iko ni stage kubwa, stage aliye kutengeneza vile. Kwa mpaka uje urudi, ameni panicking ya kwamba muda ilibidi uanze muda fulani, kwa sababu pia psychology ya kwamba napanda stage ni muda fulani, nacheza paka kwenye time hii na hapa nitatengeneza kitu hiki, maana pia energy zile ambavyo umeisave. Kuna jikuta huyu mtu anakuta ameathiriwa na vitu kaza ambao kwa mtu wa kawaida wanje hawezi kuelewa. Yeye anachojua tu kwamba mimi bwana sumerudi, wewe panda hapo tukuone. Unaimba unachokiimba anaenda kukifananisha na ile video yako. Anaona tofauti, anatoka front anaanza. Ndio hapa kuna wachambuzi na wenyewe. Diamond ya mwezi fulani. Yaani bado atajitafuta sana. Wewe changamoto kama ilijitokeza, umefuatilia wewe mchambuzi. Mbona mdomo jamani? Umenipata? Kwa mtu hawezi kuwa bora siku zote, mtu hawezi kuwa mnyonge siku zote. Ndo swala zima la sanaa lilivyo.
Yaani uwezo ukajiridhisha kwamba eti hamna kitu hapo au kitu kipo hapo. Unaweza kusema kitu kipo hapo afu mtu akaja akakudhalilisha. Sasa ukija kwenye kipimo, fuatilia pia live performance za usiende hata mbali sana. Fuatilia za Davido au Wizkid. Kuanzia music system. Ukija kwenye tunakumbuka hata Davido alivyokuja tu hapa kule kwenye vile viwanja vya Kawa, alivyoenda kucheck ile stage alisemaje? Alisema staki hizi. Staki, akasema hizi speaker na hizi staki, yani badilisheni kila kitu. Stage ilivurugwa yote. Wakaanza kuweka tena, wakaenda kutafuta, walioda vitu hadi Dubai, vikaanza kuja na meli za umeme zile nilio speed, ndege za solar hizo, kuna ndege zinatumia solar power hizo, chap zikaenda kufuata vifaa, ikafungwa. Akaja akajiridhisha akasema yes. Sasa hizi ni levels kubwa, management safi nini, mwisho siku unajikuta una deliver kitu ambacho ni kitu kikubwa kiuzuri. Kwa hiyo ni swala zima la changamoto ikijitokeza, tusiwe clash, tunawadogosha wakubwa wanapambana. Tunatakiwa tu judge huku, tunatoa solution. Sawa. Yaani sio unajaji afu unaacha juu tu. Unajaji huku unatoa solution kwamba hivi na hivi, changamoto hivi, siku nyingine fanyeni, yani hivyo ndio inakuwa imekaa kitaala. Sawa. Bana, sawa. Mr. Manya, nilikuwa nakuona kwenye ile tamthilia ya Memkwa, lakini nikawa sikuoni tena by the way. Japo wengine ambao pia nilikuwa naona bado wao wanaendelea kushoot mle. Nataka kufahamu, sijajua ni mle kuna wenye nayo na kuna wapitaji. Sasa mimi sipo kwenye wenye nayo. Unaweza nikawa ni mpitaji mrudiji, sio nipata. Ile ni project ya watu. Wana namna yao ambavyo wanafanya kazi, wana namna yao ambavyo wana approach watu. Nafikiri ndio tamthilia ambayo inakuwa ina wageni karibu kila episode, yes. Kwa hiyo mimi ilikuwa ni sehemu ya kusupport rafiki yangu, lakini pia kuendeleza ule ushirikiano na mahusiano mazuri baina ya wasanii. Kwa hiyo the time being nitahitajika kurudi, nitarudi tena. Kwa sababu bado nipo kwenye story, ni mwanafunzi bado, ni manager pia wa bar, sijafa. Kwa hiyo bado na mlinzi wako Masai. Kwa hiyo nafikiri muda na wakati wote tajiri Steve Mosi, tajiri size ule. Na akitupigia akituokotesha tutaenda. Si ndio sasa? Kumbe inabidi mna sign fedha. Nikajua mnamsupport tu. Tuokotesha. Project kubwa ile. Nafikiri tayari unajua kuchukua muda wa mtu, wengine tuna vyombo vya moto, mafuta. Hivyo tuna watoto, tuna familia. Lazima uache kidogo hata pampers na nini. Kwa unakuta mtu anazingatia sio vile ambavyo ulipaswa au umekaga utaratibu wako, lakini somehow anapunguza makali, yani ni ya kuwajibika kwako kwenye kitu chake. Sawa. Msemaji, tumalizie na hili. Na kuona sana huwa kuna commentiana, mfano na mwanaga Cox huwa anafanya hivyo sometimes, na mwanaga Yuzo Mwamba pia. Bwana, niko sehemu fulani kwenye comment inaashiria nyinyi watu fulani wa bata sana. Mkikutana kwenye bata, ni msanii gani huwa anajisahau sana? Yani analewa anapitiliza, sema huyu bwana maji hayawezi. Sasa marafiki zangu wanazoeza starehe. Mimi sijai experience rafiki yangu labda amezima. Ila tu ana faida moja, ukiona kabisa kwamba hapa tumekaribia kuchanganyikiwa, wanaingia kwenye madundo mbele ya muda, kama ni apartment, kama ni nyumbani hivyo, kama ni kwa michepuko hivyo. Lakini sijai experience rafiki yangu. Michepuko mnao? Michepuko wanayo wanayo. Wewe pia fresh. Mmenipata? Kwa unakuta wanaingia wanaenda huko kwa ajili ya kujipumzisha. Simenielewa ndugu yangu? Kwa michepuko yao. Michepuko yao. Si ndio? Jana tunajua vijana wanajitafuta. Basi sawa bwana, nimesema nafikiri tumeyazungumza mengi. Nataka tumalizie na hili. Ukimalizana Baba Angela, nitajie comedian 5 ambao wanasema waje kwenye ulingoni na chakaza kivyo vyote vile. Ni hao napiga. Ukitoa Baba Angela. Konzala napiga. 1. Mr. Black napiga. 2. Sawa. Shafi napiga. 3. Nani tena huyu? Kipotoshi napiga ule. Kipotoshi napiga. Alafu na Mboneke. Mboneke pia dakika ile round ya kwanza.
Hiyo ndio top 5 ambao unawakalisha. Wengi sana napiga, lakini sasa tumeteka watano. Hao hapo nawakalisha. Round ya kwanza ya pili. Mkaleno hapana. Wewe yule noma. Yeye ashakuwa na uzoefu sasa, unajua? Ana marekodi ya mapambano zaidi ya 3 hajapoteza. Ndio. Umeona ana mikanda sio mwenyewe yule. Kwa ana kauzoefu kwa sababu sikashatangulia kashawahi kule kila siku mazoezi kila siku ni totally ana exposure, lakini hao wenzangu hao wanashinda kwenye vichekesho vituko. Hawa dakika wote. Wamesema shukrani sana ndugu yangu. Shukrani. Ndio. Bana bado tuko Jazo Fast Food Tabata Bima hapa. Tumetoka kuzungumza mengi sana na mkubwa Mr. Mwanye hapa. Na mengi natumai utakuwa umeweza kuyafurahia vya kutosha. Mimi Mr. Mamen bana huko nyuma ya kamera ambaye anahusika na swala la kuongeza maapeche ya masuala ya kupunguza ISO, imefocus in imefocus out, anaitwa Riziki Bwana. Pita kupitia mitandao yake ya Instagram Riziki Bwana, pia ukipita Facebook Riziki Bwana, ana TikTok pia @Riziki Bwana. Hii ni 96 Link pamoja na Bongo Plus TV. Tuko Jazo Fast Food. Fika hapa Tabata Bima upate juice tamu kama hii. Mesosi ya kutosha. Kama utembei na cash wanalipa namba hapa. Till next time.